Jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilitoa taarifa kuhusu tukio la wavamizi kuvunja ukuta wa miliki halali wa eneo huko kijiji cha Udindivu, kata ya Mapinga, wilaya ya Bagamoyo mnamo Julai 18 mwaka 2026. Mmiliki wa eneo hilo Bwana Jumanne Tindi akiwa mkoani Kilimanjaro alipokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa mwangalizi eneo lake aitwaye Rajabu Tindi kuwa ukuta wa eneo hilo umevunjwa na baadhi ya watu ambao ni wavamizi na kuiba matofali yote. Bwana Jumanne Tindi anamiliki kiwanja namba 417 kilichopo Block K Mapinga chenye ukubwa wa square mita 942 ambapo alijenga ukuta kuzunguka eneo hilo tangu mwaka 2016. Baada ya kupokea taarifa hiyo, alimjulisha mwenyekiti wa wamiliki wa viwanja vya Mapinga Satellite City Bwana Mchata Michael, ambaye tarehe 20 Julai mwaka 2026 alitoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu tukio hilo la kuvunjwa kwa ukuta na kuiba matofali hayo. Kutokana na hali ya eneo lile ilivyo na kutokuwepo kwa mmiliki wa eneo, tukio halikukaguliwa mpaka aliposubiriwa mmiliki wa eneo au ndugu wa karibu wa mmiliki huyo. Julai 21 mwaka 2026, Bwana Mchata Michael aliwasiliana na Rajabu Tindi ili kufika kituo cha polisi Mapinga kwa ajili ya kufungua kesi ya kuharibu mali. Ufunguaji wa kesi hiyo uliendelea sambamba na ukaguzi wa eneo la tukio, ambapo kamanda polisi mkoa wa Pwani aliambatana na maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali kukagua eneo hilo. Wakati wanakagua eneo hilo ili kujionea uharibifu uliofanyika, ndipo wavamizi walijitokeza huku wakiitana kwa kipaza sauti ili kujaribu kuzuia zoezi hilo la ukaguzi wa eneo la tukio. Hata hivyo, ukaguzi wa tukio ulifanyika vizuri na hatimaye timu ya ukaguzi kuondoka eneo hilo salama. Kanuni, taratibu na sheria zinaendelea ili kubaini watuhumiwa, kuwakamata na kupeleleza jalada hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani atoa wito kwa wananchi kuzingatia sheria za nchi, ikiwemo kufuata utaratibu wa kumiliki ardhi kihalali ili kuepusha migogoro baina yao na kupelekea uvunjifu wa amani. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Julai 21 mwaka 2026. Eneo ambalo limevunja matofali juzi. Kwa bahati mbaya wamevunja matofali, wamevunja ukuta wa mtu, lakini wameiba matofali wameuza. Kwa hiyo tulikuja kufanya ni kuangalia, kukagua eneo la tukio ambalo uvunjaji umefanyika. Na hili ni Block K, kuna Block J na Block K. Block K ni eneo ambalo liko chini ya ITT na lenyewe halina kesi mahakamani. Block J ndio lenye kesi mahakamani. Kwa kama unavyoona wananchi hao wamehamaki, na hawa ndio wavamizi wa maeneo kama ambavyo inaonekana katika maeneo mbalimbali wamevamia na wametenganisha. Kwa hiyo hofu yao ni kwamba wanafikiri polisi tumekuja kuvunja vibanda vyao walivyovamia. Kwa hiyo hiyo ndio uhalisia wa eneo hili namna lilivyo. Lakini kubwa tumekuja kukagua tukio ambalo mmiliki halali mwenye hati amevunjiwa ukuta wake ambao aliujenga miaka mingi, wameiba matofali. Hiyo ndio tukio ambalo tumekuja. Na sisi tumeruhusiwa na haina mgogoro wowote, isipokuwa tunavamiwa kwa nguvu. Na kama tukisogea sisi, na maana sisi hapa tumetoka maiti, kwa hawa watu sisi tumetoka maiti. Kwa hiyo ndio maana tumekuja kuiomba serikali ili angalau ije itatue hii changamoto. Lakini mbali ya kuwa serikali iko hapa, hawa watu hawaheshimu hata serikali. Yaani ndipo hapa sisi tunapofika. Kwa hiyo sisi tunamshukuru kamanda kwa ifiki yake na muda wake. Tena namshukuru sana kuja kukagua tukio na kujiridhisha kwamba nini kilichopo. Kwa hiyo tunamshukuru kamanda, tunashukuru serikali yake na kila kitu tunashukuru. Lakini tunachokusaidia na kusaidia ili hii changamoto iondokane na hawa watu tuendeleze na Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.